بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعمة بشكري، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه نفوس البتاء عما أمرت به، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, bidayatan uhayikum bitahiyatil islam ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiwa tunaendelea na mada zetu ambazo zinazungumzia tabia nzuri, tabia ambayo inabidi mwanadamu au kila mwanadamu ajipambe na tabia hiyo ambayo ni nzuri, ili huyo mwanadamu aweze kuishi na jamii na vile vile jamii iweze kuishi naye katika maisha mazuri na katika kila aina ya nyanja ya maisha. Leo tutakuwa na maudhu nyingine ambayo labda tukitaja kichwa chake cha habari ni umuhimu wa kutumia akili kwa ajili ya kutambua masuala ya tabia nzuri. Namna gani twaweza tukatumia akili zetu? Na vile vile masala hizi, na mnakumbuka mwanzo nilikuwa nazipitia kwa aina yake, lakini kwa sasa hivi ni vizuri kwanza sasa nikawa naziundia kila masala naiundia kipindi chake, ili kuweza kuichambua vizuri na wasikilizaji wetu waweze kuelewa mada hizi kwa uzuri zaidi na waweze kufaidika vizuri. Mnakumbuka kwamba katika kipindi kilichopita nimewahi kusoma baadhi ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Miongoni mwa hadithi hizo kuna moja inasema kwamba siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliulizwa, suila sallallahu alaihi wa alihi wasallama an ayyil amal afdal, kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama aliulizwa kunako matendo mazuri ambayo ndio bora kuliko matendo yote. Faqala, akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, husnul khuluq, kwamba ni kujipamba na sifa nzuri. Yani matendo mazuri, fanya matendo mazuri utakavyofanya. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema kwamba matendo mazuri ambayo yanampelekea mwanadamu kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nadhani mnakumbuka wasikilizaji wetu na watazamaji wetu kwamba katika vipindi vilivyopita nilijaribu kuelezea namna gani kujipamba na tabia nzuri inakuwa ndiyo sababu ya kupata neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala duniani na akhira. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hapa anaulizwa kuhusiana na jambo lipi ambalo waweza ukafanya, au ni tendo lipi waweza ukafanya likawa ni tendo ambalo ni bora kuliko matendo mengineyo. Bwana Mtume anasema ni kujipamba na tabia nzuri. Lakini maswahaba
wakaendelea kumuuliza, wakasisitiza, ili huenda kuna jambo lingine ambalo ni bora zaidi kuliko hili ambalo amelitaja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Walamma suila an akthara ma yudkhilu aljanna, na akaendelea kuulizwa au na pindi alipoendelea kuulizwa mambo yapi, yani aliulizwa kiundani zaidi, aelezee zaidi kwa nini, au ni mambo yapi, ni jambo lipi ambalo linaingiza peponi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama faqala, akasema, taqwa Allah, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akaendelea kusema wa husnul khuluq, yani na kujipamba na tabia nzuri. Ina maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alichokiongezea ni kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini kujipamba na tabia nzuri kulibaki pale pale, kwamba ni katika mambo ambayo yanampelekea mwanadamu kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kupata neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na vile vile hili jambo ambalo aliliongezea bwana Mtume kwamba takwa, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yote haya ni katika masala ya akhlaq, ni katika masala ya kujipamba na tabia nzuri. Kwa sababu unapokuwa na takwa, unapojipamba na takwa, basi hii takwa inakupelekea ndugu yangu Muislamu kujipamba na tabia nyinginezo, kwa sababu takwa kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndo asasi, ndo msingi wa kila kitu. Kwa sababu unapomweka mbele Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ina maana jambo lolote utakalolifanya utalifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mambo utakayoyafanya kama ni katika matendo, hakuna ria, hakuna kujionyesha, utafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huu ulikuwa ni kama utangulizi wa mada yetu ambayo nimeiwekea unwani kwamba ni kutumia akili kwa ajili ya kutambua na kujua na kuelewa maswala ya tabia nzuri. Taban, niliwaambia kwamba akili ya mwanadamu, kama akili ya mwanadamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipoiumba akili hakujifakharisha na jambo lolote kama alivyojifakharisha na uumbaji wa akili. Ndio maana kuna katika riwaya zinatuonyesha kwamba akili ni kiumbe ambacho ni maasum, ni kiumbe ambacho hakifanyi makosa. Na nilijaribu kuelezea kwamba siku zote akili inahukumu jambo ambalo liko sawa, lakini nikawaambia kwamba kwa sababu mwanadamu ana nguvu nyingine ambayo ni matamanio, siku zote mwanadamu aweza kuhukumu jambo ni zuri ni baya, lakini matamanio yakabadilisha. Akili kahukumu kwamba jambo hili ni zuri, matamanio akasema la, jambo hili ni baya. Akili kahukumu kwamba jambo hili ni baya, matamanio yakahukumu jambo hili ni nini? Ni zuri. Na hayo yote niliwaambia kwamba yanatokana na kutoipa chakula nafsi, kutoilea nafsi na kuipa yale mambo ya msingi. Kwa sababu nafsi itakapokuwa ina nguvu, basi akili itakuwa na nguvu na matamanio yatakuwa hayana nini? Hayana nafasi. Ya khayral dhakirin, ya khayral munzilin, ya khayral muhsinin. Sasa katika masala ya akili, kwanza tuangalie riwaya kutoka kwa Amirul Mu'minin alayhi salam. Anasema kwamba inna Allaha azza wa jalla rakkaba fil malaikati aqlan bila shahwatin, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipomuumba malaika alimupa akili, lakini hakumpa nini? Matamanio, hakumpa shahwa. Warakkaba fil bahaim shahwatan bila aqlin, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawa wanyama akawapa matamanio bila kuwapa
akili. Warakaba fi bani adama kiltaihima, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba huyu mwanadamu, kisha akamuwekea mambo haya mawili, akampa akili na akampa nini? Shahawa, matamanio. Sasa Amirul Mu'minin alayhi salam Ali bin Abi Talib anasema, faman ghalaba aqluhu shahawatahu fahuwa khairu minal malaika, kwamba yule ambaye akili yake itashinda matamanio yake, basi mwanadamu wa namna hii atakuwa ni bora kuliko malaika. Waman ghalabati shahawatuhu aqlahu fahuwa sharru minal bahaim, na yule ambaye matamanio yake yatakuwa na nguvu kushinda akili yake, basi mwanadamu wa namna hii atakuwa ni shari na ni mbaya kuliko wanyama. Kwa hiyo jamani, ndugu zangu watazamaji, sasa napenda nikuwekee wazi kiundani zaidi kuhusiana na riwaya hii ambayo tumeisoma. Bila shaka umesikia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba huyu mwanadamu, ina maana amempa hizi nguvu mbili. Malaika lipewa nguvu moja, lidhalika utaona malaika wao hawamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wana nguvu nini? Nguvu ya malaika. Na vile vile utaona wanyama wao hawana masala ya sheria, hawana masala ya mtume, hawana masala ya kufanya madhambi. Ina maana wanyama, yani kila kitu kwao ni halali. Katika wanyama hakuna haramu wala hakuna halali, kila kitu wanafanya. Lakini mwanadamu yeye kapewa nguvu hizi mbili. Ina maana mwanadamu upande mmoja ni malaika na upande mwingine ni mnyama. Riwaya hii inatuonyesha kwamba mwanadamu endapo atashinda matamanio yake, na haya matamanio haswa ndio yanayompelekea mwanadamu kuingia katika dimbwi la ufasik na ufisadi na upuuzi na kila aina ya mambo ambayo hayaendani na akili. Kwa hiyo mwanadamu ambaye atashinda haya matamanio yake, ina maana moja kwa moja atakwenda katika upande wa malaika, atakuwa anafanana na malaika. Lakini riwaya kama inavyosema kwamba mwanadamu sasa ambaye atashinda matamanio yake atakwenda katika upande wa malaika, lakini atakuwa mbora zaidi kuliko malaika, kwa sababu huyu mwanadamu yeye amepewa nguvu hizi mbili ambayo ni akili na matamanio. Sasa huyu mwanadamu ameshinda matamanio, akabaki na nguvu ya akili. Sasa atafanana na malaika katika nguvu moja, yani kutumia akili. Yani tunasema kwamba atakuwa siku zote, yani akili ndio inayomcontrol. Lakini atamzidi malaika kwa sababu huyu mwanadamu yeye ametumia nguvu ya ziada. Ametumia nguvu ya ziada ya kushinda matamanio, hali ya kuwa malaika yeye hahitaji kutumia nguvu ya ziada ya kushinda matamanio. Na hapa ndio maana mwanadamu atakuwa ni bora kuliko malaika. Watafanana katika akili, kwamba huyu mwanadamu anatumia akili vizuri na anaitia akili, ina maana ameshinda matamanio. Kwa hiyo atafanana na malaika katika kuitumia akili. Lakini hapo hapo kama ninavyorudia kwamba atamshinda malaika kwa sababu huyu mwanadamu yeye katumia nguvu ya ziada ya kuweza kushinda nini? Kuweza kushinda matamanio. Kwa hiyo yeye malaika hatumii nguvu yoyote ya kushinda matamanio kwa sababu hana matamanio. Ina maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba, alimuumba hivyo hivyo.
yani yeye hatumii matamanio wala hana matamanio, kwa hiyo hawezi hata kuyatii. Atayatii yametoka wapi? Sasa mwanadamu vile vile kama hatoitii akili, basi huyu mwanadamu akayatii matamanio yake, moja kwa moja atakwenda kufanana na mnyama. Ina maana upande wa akili, akili imeshindwa na matamanio, basi huyu mwanadamu anakwenda moja kwa moja kufanana na mnyama. Sasa ina maana hapa huyu mwanadamu atakuwa anafanana na mnyama. Lakini vile vile sasa tutakuta huyu mwanadamu atakuwa ni mbaya zaidi kuliko mnyama, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa huyu mwanadamu akili, ambayo hii akili ilikuwa na uwezo mkubwa wa kushinda matamanio, lakini huyu mwanadamu ameyatii matamanio yake akafanana na mnyama. Kwa hiyo huyu mwanadamu atakuwa anafanana na mnyama katika matamanio, na atakuwa katika daraja moja na mnyama, kwa sababu mnyama ana matamanio na huyu mwanadamu naye anayatii matamanio. Sasa hivi huyu mwanadamu amekuwa hamilikiwi na kitu chochote isipokuwa anamilikiwa na nini? Na matamanio. Lakini vile vile tunasema kwamba huyu mwanadamu atakuwa mbaya zaidi, kwa sababu yeye, ina maana huyu mnyama yeye hatuwezi tukamlaumu kwa sababu kwa nini anatumia matamanio. La, tutasema hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba. Lakini hatuwezi tukasema kwamba huyu mwanadamu ambaye anayatii matamanio, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba. La, hatuwezi tukasema hivyo. Ina maana huyu mwanadamu atakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu yeye amezidi katika ile hali ya unyama, ile hali ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomuumba kwayo huyu mnyama. Sasa huyu mwanadamu atakuwa amezidi, kwa sababu kwanza atakuwa amemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa hajaitii akili yake, kwa sababu kama nilivyosema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoiumba hii akili ameifanya kuwa ni maasum. Na tukisema maasum kwamba akili haifanyi makosa, yani akili siku zote inaamrisha mambo ambayo ni sahihi, mambo ambayo yanaendana na akili. Na ndio maana kuna bahthi katika masala ya kiimani ya akida kwamba je, akili ina uwezo wa kufahamu mambo mambo mazuri na mabaya, hata sheria bila kusema? Hapa kuna mazungumzo au kuna bahthi, kuna research ambayo inafanyika katika masala ya kiimani. Lakini maulama wengi wanathibitisha kwamba akili inafahamu mambo mazuri na mabaya, hata kama sheria haijaainisha kwamba jambo hili ni baya. Ndiyo, nishawahi kuelezea kwa ufupi kwamba sheria ina dauru yake katika swala hili, lakini vile vile akili kama akili ina uwezo wa kutambua maswala kama haya. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nilipenda kuambia kwamba sehemu kama hizi za kutambua masala ambayo ni machafu na mabaya, akili ina umuhimu wake, na akili ina uwezo wa kufahamu masala haya bila hata sheria kuingilia kati. Kwa hiyo tunapenda tuambie ndugu zangu Waislamu kwamba akili kama akili ambayo tumepewa tuitumie ili tuende katika upande wa malaika, na tusipoitumia tutakwenda upande wa wanyama, na tukishakuwa upande wa wanyama tutakuwa wabaya zaidi na zaidi. Na insha Allah tutakuja kuangalia katika kipindi chetu kifuatacho, tukishakuwa upande wa wanyama, namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotusema na anavyotulaani na anavyoonyesha kwamba sisi tutakuwa tumejidhulumu nafsi zetu endapo tutakuwa hatujaitii akili ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa watu ambao wanatumia akili na watu ambao hawatii matamanio ya nafsi. Wa ilahuna aqul lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya muqallibal qulubi wal absar
إله